Okay. Hii ndo chanzo cha mwanaume mwenye pressure kushindwa kushiriki vyema tendo la ndoa. Na nimeona wanaume wengi wakiwa na changamoto za pressure, ila wanakimbilia kutafuta suluhisho, ila hawajui pressure ndo chanzo cha tatizo lao. Inahusika vipi? Kwanza, mwanaume akiwa na pressure, kumbuka damu yake haiwezi kutirika vizuri kwenye mishipa midogo midogo. Sawa? Na hii kushindwa kutirika vizuri, mwanaume hawezi kushiriki vyema tendo la ndoa kwa sababu hata maumbile yakisimama yanakuwa yamelegea. Pili, huyu mwanaume huwa ana changamoto ya msongo wa mawazo ambayo yanatokana na hiyo changamoto ya pressure, na ambayo yanatokana na yeye kushiriki tendo na kuwa anaferi mara kwa mara. Tatu, mtu akiwa na changamoto ya pressure huleta uchovu wa mara kwa mara, ambao uchovu huu huwa unamfanya mwanaume hata kupoteza uwezo wa kushiriki vyema tendo la ndoa. Ila mtu mwenye changamoto la pressure, kutokana na utumiaji wa zile dawa sawa za pressure au kisukari sawa, huwa zinapelekea uzalishwaji hafifu wa homoni ya testosterone, na inapelekea huyu mwanaume kukata hamu yake ya tendo la ndoa, na utakuta hata anaposhiriki maumbile yake usimama regerege. Hivyo basi, kama wewe ni mwanaume na una changamoto hii ya pressure, nitafute leo. Usikimbilie kutibia nguvu za kiume, bali angalia ni jinsi gani utaweza kuanza na changamoto ya pressure. Ndio maana wengi wao wakipata tatizo kama vile ametumia Viagra, hii upelekea damu kuja kasi, na wengi ufa wakiwa kwenye tendo la ndoa, kwa sababu huwa ana force mishipa ifanye kazi ambayo itakiwi kufanya. Natumai umenielewa. Nitafute kwa ushauri